Katika upepo mkali wa siasa za kimataifa unaovuma kwa kasi isiyozuilika, tukio moja la kivita linaweza kubadilisha mwelekeo mzima wa uchumi wa dunia. Ndicho kinachoendelea sasa. Moto unaowaka katika bandari ya Tuapse umegeuka kuwa ishara ya mgogoro mpana zaidi. Vita vya Ukraine, mvutano wa Mashariki ya Kati na vita kimkakati ya nishati inayotikisa masoko ya kimataifa. Katika siku za hivi karibuni, mashambulizi ya ndege zisizo na rubani yani drones kutoka Kyiv yamelenga miundombinu muhimu ya mafuta katika pwani ya Bahari Nyeusi. Kituo cha kusafirisha mafuta cha Tuapse, nguzo muhimu wa usafirishaji wa mafuta ya Urusi, kimekuwa shabaha kuu. Kwa mujibu wa msemaji wa Kremlin Dmitry Peskov, mashambulizi hayo si tu hatua za kijeshi bali ni pigo la moja kwa moja kwa mfumo wa kimataifa wa usambazaji wa nishati. Alisema wazi, mafuta yaliyokuwa yamelengwa yalikuwa tayari kwa ajili ya mikataba ya kimataifa ya usafirishaji. Moto mkubwa, moshi mzito na hofu ya uchafuzi wa hewa vimewalazimisha wakazi kuhama. Fukwe zimechafuliwa na kumwagika kwa mafuta, maafa ya mazingira yanayoibua maswali mazito kuhusu gharama halisi ya vita. Rais wa Urusi Vladimir Putin amearifiwa moja kwa moja kuhusu tukio hilo, huko Kremlin ikionya kuwa mashambulizi haya yanaongeza hatari ya upungufu wa mafuta duniani. Kauli hii haiji peke yake, inaunganishwa na mustakabali mpana zaidi wa mgogoro wa kimataifa. Wakati huo mazungumzo ya simu kati ya Putin na Donald Trump yanaashiria juhudi za nyuma ya pazia ya kuzuia hali isizidi kuwa mbaya. Je, hii ni ishara ya diplomasia inayochipuka au ni pumziko ya muda kabla ya dhoruba kubwa zaidi? Wakati moto ukiwaka Tuapse, macho ya dunia pia yako katika Strait of Hormuz, mlango mwembamba lakini wenye uzito mkubwa unaosafirisha karibu 20% na mafuta ya dunia. Mgogoro unaoendelea kati ya Marekani, Israeli na Irani umefanya njia hii kuwa hatari, karibu kufungwa kwa vitendo. Matokeo yake, bei ya mafuta imepanda zaidi ya $100 kwa pipa, mzigo mzito kwa uchumi wa dunia kwa sasa. Kwa mtazamo wa Kremlin, mashambulizi ya Ukraine yanayochangia zaidi kuyumbisha soko ambalo tayari katika hali ya hatari. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Urusi, Maria Zakharova, ameibua hoja kali. Ukimya wa Umoja wa Ulaya na NATO. Anahoji, ikiwa mashambulizi haya yanasababisha madhara ya kiraia na uharibifu wa mazingira, kwa nini hakuna sauti kutoka wanaojinasibu kuwa walinzi wa haki za binadamu na mazingira? Ni swali linalochoma na linaloacha doa katika mjadala wa maadili ya kimataifa. Hii si tena vita ya mipaka pekee, ni vita ya nishati, vita ya uchumi na vita ya ushawishi wa kimataifa. Kila shambulio kwenye kiwanda cha mafuta, kila mlipuko kwenye bandari ni msukumo unaosukuma bei juu ya kuongezeka presha kwa mataifa maskini na yanayoendelea. Afrika, ikiwemo Tanzania na mataifa mengine ya Afrika Mashariki na Kati, inaweza kujikuta ikikabiliwa na gharama kubwa zaidi za mafuta, usafirishaji na maisha kwa ujumla. Kutoka Tuapse hadi Hormuz, kutoka Moscow hadi Washington, dunia inaingia katika kipindi cha hatari ambapo vita vya eneo moja vinaweza kugeuka kuwa mshtuko wa kimataifa. Swali linalobaki si kama athari zitaendelea, bali ni lini zitafikia kileleni. Na wakati moshi ukiendelea kupaa juu ya Bahari Nyeusi, dunia nzima inabaki kishuhudia, ikioji na kusubiri hatua inayofuata. Upepo mkali wa siasa za kimataifa unaovuma kwa kasi isiyozuilika, ulimwengu unajikuta ukisukumwa kati ya moto na vita, presha za kiuchumi na mazungumzo mazito ya kimkakati yanayobadili mwelekeo wa historia. Kutoka uwanja wa mapigano wa Ukraine hadi mikutano ya siri ya viongozi wakuu wa dunia, hadi misukosuko ya soko la mafuta, hadithi hii si tu moja bali ni mkondo mpana wa mabadiliko unaotikisa mimili ya dunia. Katika jiji la bandari la Tuapse lililopo kando ya Bahari Nyeusi, sauti ya milipuko ilivunja ukimya wa usiku na kuacha nyuma huzuni nzito isiyopimika. Kwa mujibu wa taarifa kutoka kwa gavana wa mkoa wa Krasnodar, Veniamin Kotlatvel, watoto wawili wenye umri wa miaka 5 na 14 walipoteza maisha yao katika shambulio la ndege zisizo na rubani yani drones linalodaiwa kufanywa na taifa la Ukraine. Majengo ya makazi yaliharibiwa, nyumba 5 zikaathirika vibaya, huku vingine vipande vya droni vikisambaa hadi maeneo ya viwanda karibu na bandari hiyo muhimu. Hili halikuwa tukio la pekee. Miji mingine ya pwani kama Anapa, Gerediki na Sochi
pia iliripotiwa kushambuliwa. Urusi imekuwa ikishutumu Ukraine kwa kutumia silaha zinazotolewa na mataifa ya Magharibi kulenga miundombinu ya kiraia, jambo ambalo limezua mjadala mkali kuhusu mipaka ya vita na maadili yake. Katika mazingira haya, mstari kati ya shabaha ya kijeshi na maisha ya kiraia unaonekana kufifia kwa kasi ya kutisha. Wakati milio ya mabomu ikiendelea, nyuma ya pazia la siasa kuna ishara ya harakati za kidiplomasia. Ripoti kutoka Kremlin zinaeleza kuwa rais wa Urusi Vladimir Putin alifanya mazungumzo ya simu na rais wa Marekani Donald Trump. Ingawa maudhui kamili ya mazungumzo haya hayajawekwa wazi, wachambuzi wanaona hali hii kama ishara uwezekano wa njia mpya ya mazungumzo au juhudi za kupunguza mvutano. Katika ulimwengu ambao kila neno la kiongozi linaweza kubadilisha hatima mamilioni, mawasiliano kama haya hubeba uzito mkubwa wa matumaini au tahadhari. Wakati huo Ukraine inakabiliwa na presha nyingine, si ya mabomu bali ya kiuchumi. Ripoti za vyombo vya habari zinaonyesha kuwa imeombwa kuongeza kodi ili kufungua milango ya misaada zaidi kutoka mataifa ya Magharibi. Hii inaweka serikali ya Kiev katika nafasi ngumu, kuongeza mzigo kwa wananchi wake waliokwisha elemewa na vita au kukosa msaada muhimu wa kifedha. Hapa ndipo siasa na uchumi vinapokutana na wananchi wa kawaida ubeba mzigo wa maamuzi hayo. Wakati macho ya dunia yakiwa yameelekezwa kwenye vita, tukio lingine kubwa limetikisa sekta ya nishati. Umoja wa nchi zinazosafirisha mafuta yani OPEC unakabiliwa na changamoto mpya baada ya United Arab Emirates yani Umoja wa Falme za Kiarabu UAE kutangaza kujiondoa rasmi katika kundi hilo. Kwa mujibu wa msemaji wa Kremlin Dmitry Peskov, Urusi imeheshimu uamuzi huo kama hatua ya uhuru wa kitaifa. Hata hivyo, nyuma ya maneno hayo ya kidiplomasia kuna maswali mazito. Je, huu ni mwanzo wa kusambaratika kwa OPEC au ni mkakati wa UAE kujipatia uhuru zaidi wa kuongeza uzalishaji wake? Umoja wa Falme za Kiarabu ambao ilikuwa mwanachama tangu mwaka 1967 imeonyesha wazi kuwa haitaki tena kufungwa na mipaka ya uzalishaji inavyowekwa na OPEC, hasa baada ya kuwekeza kwa kiasi kikubwa katika kuongeza uwezo wake wa uzalishaji. Kuondoka kwa UAE kunakuja wakati ambao soko la mafuta tayari linakabiliwa na misukosuko kutokana na mvutano wa kijeshi katika maeneo kama mlango wa Hormuz. Wataalamu wanaona kuwa hatua hii inaweza kuhamasisha wanachama wengine kufikiria kujiondoa, jambo ambalo linaweza kubadilisha kabisa mfumo wa udhibiti wa bei ya mafuta duniani. Kwa upande mwingine, baadhi ya wachambuzi wanaona uamuzi huo kama sehemu ya mchezo mpana wa kisiasa ukihusisha ushawishi wa Marekani na juhudi zake za kudhibiti soko la nishati kimataifa. Kutoka vifo vya watoto wasio na hatia hadi mazungumzo ya siri ya viongozi wakubwa, kutoka shinikizo la kiuchumi hadi vita ya mafuta, picha inajitokeza ni ya dunia iliyo katika njia panda. Hakuna tukio lililo peke yake. Kila shambulio, kila simu ya kisiasa, kila uamuzi wa kiuchumi, vyote vinaunganishwa katika mtandao mkubwa wa nguvu na maslahi. Swali linalobaki ni hili: je, dunia inaelekea kwenye suluhu au inazidi kusogea karibu na mgogoro mkubwa zaidi? Na wakati viongozi wakijadiliana na kupanga mikakati, ni wananchi wa kawaida kama wale watoto wa Tutsi wanaoendelea kulipa gharama halisi ya mvutano huu. Na hii ni Shehena Media. Usisahau kusubscribe, kulike, kucomment na kushare ili uwe wa kwanza kupata habari.